sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Juni 22 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, wapatanishi wa Pakistan na Qatar wanasema Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu mpango kufikia makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita ndani ya siku 60. Makanisa nchini DRC yabadilisha baadhi ya taratibu za ibada ili kukabiliana na virusi vya Ebola mashariki mwa taifa hilo. Kusimamisha sakramenti fulani batizo. Hakuna batizo, na tena sakramenta ya upadirisho nao pia ilisimamishwa. Sakramenta ya upako wa wagonjwa nao pia ilisimamishwa. Na tunaangazia mazungumzo kati ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya mwisho kumaliza vita nchini Uswisi yatafua dafu. Mazungumzo ya Uswisi ni hatua ambayo inaonekana kwa namna fulani kama kwamba pande zote mbili za Iran na Marekani zinaonekana kwamba zimedhamiria kwa dhati kutumia njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kumaliza tofauti zao. Kabla yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar wamesema duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani imekamilika huku pande zote mbili zikipiga hatua. Wamesema mazungumzo hayo yanayofanyika nchini Uswizi yataendelea kwa muda wote wa wiki hii. Hali hiyo inakuja baada ya mvutano kujitokeza katika siku ya kwanza ya majadiliano yaliyofanyika Jumapili. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kwamba ujumbe kutoka Tehran uliondoka kwenye mazungumzo kufuatia vitisho vya Rais Trump kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa ikiwa itashindwa kuizuia Hezbollah, mshirika wake nchini Lebanon. Kwa mjibu wa mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo, alisema kwamba vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo viko tayari kwa makabiliano yoyote ya kijeshi. Matokeo ya awali katika uchaguzi wa urais wa Colombia yanaonekana kuonyesha kwamba mgombea wa mrengo wa kulia Abelardo de la Esprielo yuko katika nafasi nzuri ya kushinda. Mgombea huyo anaongoza katika kinyang'anyiro hicho chenye ushindani mkali mbele ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Ivan Cepeda, kura zinazowatenganisha wagombea hao wawili zikiwa chache sana. Bwana de la Esprielo ambaye anaungwa mkono na Rais Donald Trump anataka kutumia nguvu zaidi kupambana na magenge ya biashara ya dawa za kulevya na makundi ya waasi. Kwa upande mwingine, Seneta Ivan anaahidi kuendeleza sera zisizo na mabavu na zenye msimamo wa mazungumzo zilizotekelezwa na rais anayemaliza muda wake Gustavo Petro. Polisi nchini Australia wamefanya kile wanachodai kuwa ni ukamataji mkubwa zaidi wa cocaine kuwahi kufanyika nchini humo. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Wachunguzi walipata tani 2.7 za dawa hizo za kulevya zikiwa zimefichwa ndani ya mapipa ya plastiki katika eneo lililo nje kidogo ya mji wa Sydney. Mapipa hayo yalikuwa yamezikwa chini ya ardhi kwenye sakafu bandia ndani ya makonteina matatu ya usafirishaji. Wanaume wawili wenye umri wa miaka 20 wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Polisi wanasema dawa hizo za kulevya zina thamani ya dola zaidi ya milioni 570 kwa bei ya mtaani. Polisi wanadai kwamba kundi la uhalifu uliopangwa la Sydney liliratibu kuingizwa kwa dawa hizo nchini kupitia eneo la North Queensland kabla ya kokaini hiyo kusafirishwa hadi mji wa Sydney. Chama tawala cha Prosperity Party kinachoongozwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kimeshinda uchaguzi mkuu wa nchi hiyo kwa wingi wa kura. Tume ya taifa ya uchaguzi ya Ethiopia ilitangaza Jumapili. Kwa mjibu wa tume hiyo, Prosperity Party kimepata viti 438 kati ya 547 vya bunge la taifa katika uchaguzi uliogubikwa na migogoro ya kiusalama na tuhuma za ukandamizaji. Hii ni BBC.
Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili, kadhalika na YouTube BBC Swahili na tovuti yetu bbcnews.com. Mimi ni Skola Kisanga na kukaribisha, karibu tuweze kuangazia taarifa ambazo tumekuandalia. Tukianza na wapatanishi wa Pakistan na Qatar wanasema duru ya kwanza mazungumzo ya Iran na Marekani imemalizika kwa hatua ya kutia moyo. Mazungumzo hayo nchini Uswizi yataendelea kwa wiki nzima. Pakistan na Qatar wanasema huenda kukaonekana mwisho wa mapigano. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi. Hali hiyo inajiri baada ya mvutano kujitokeza katika siku ya kwanza ya majadiliano yaliyofanyika jana Jumapili. Awali vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti kwamba ujumbe kutoka Tehran ulikuwa umeondoka kwenye mazungumzo kufuatia vitisho vya Rais Donald Trump kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa tena iwapo itashindwa kuizuia Hezbollah, mshirika wake nchini Lebanon. Kwa kujibu, mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo alisema vikosi vya jeshi la nchi hiyo viko tayari kwa makabiliano ya kijeshi. Waandishi wa habari wanasema ujumbe wa Iran bado upo katika ukumbi wa mazungumzo. Mapema makamu wa rais wa Marekani JD Vance alielezea duru ya kwanza mazungumzo kuwa ya kihistoria, akisema maendeleo makubwa yalikuwa tayari yamepatikana. Hata hivyo, inaripotiwa kuwa Iran inakataa kujadili mustakabali wa mpango wake wa nyuklia hadi Israeli itakapositisha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Pia imeripoti tena kwamba Iran imefunga mlango bahari muhimu wa Hormuz, ingawa meli chache zilifanikiwa kupita katika njia hiyo ya maji jana Jumapili. Mazungumzo kati ya Marekani na Iran yalianza jana Jumapili kufuatia makubaliano ya wiki iliyopita ya kufikia mwafaka ndani ya siku 60. Jumapili usiku, mwanadiplomasia huyo wa Marekani alisema majadiliano yalikuwa yakijikita katika kufafanua baadhi ya ujumbe tata na unaochanganya kutoka Iran kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, kutekeleza usitishaji wa mapigano kusini mwa Lebanon na baadhi ya vipengele vya makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia. Mapema Rais Trump alikuwa ametishia Iran kwa mashambulizi ikiwa haingezuia Hezbollah, huku mapigano kati ya kundi hilo na Israeli yakiendelea nchini Lebanon. Kuongezeka kwa mapigano kulisababisha Marekani kutangaza usitishaji mpya wa mapigano kati ya Israeli na Hezbollah siku ya Ijumaa. Hata hivyo, mapigano yaliyoendelea na mashambulizi ya anga yalifanya Iran kutangaza siku ya Jumamosi kwamba ilikuwa imefunga tena mlango muhimu wa bahari wa Hormuz. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema Marekani ina matumaini ya kupiga hatua katika suala la nyuklia na hali ya Lebanon, huku Tehran ikisema itasisitiza upande mwingine kutekeleza ahadi zake. Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Chama cha waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kimeshinda kwa kura nyingi katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Mamilioni ya watu katika eneo la kaskazini la Tigray hawakuweza kupiga kura kwa sababu ya ukosefu wa usalama, pamoja na baadhi ya maeneo katika mikoa miwili yenye watu wengi zaidi nchini Ethiopia. Zaidi na Isabella Mwagodi. Ushindi huu unakuja licha ya uchaguzi huu kukumbwa na mgogoro, shutuma za ukandamizaji na ushiriki mdogo wa vyama vya upinzani. Chama cha Prosperity Party kimejinyakulia viti 438 kati ya viti 501 vilivyotangazwa. Kitaunda serikali mpya ambapo Abiy anatarajiwa kuapishwa kwa muhula mwingine mwezi Oktoba. Hata hivyo, wengine wanahofu kuwa migawanyiko ya ndani na changamoto za kiusalama zinazokabili nchi ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika huenda zikazidi kuwa mbaya chini ya uongozi wa Abiy. Ikumbukwe kuwa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 49 aliingia madarakani mwaka 2018 kufuatia maandamano makubwa ya kupinga serikali. Awali alisifiwa kwa kampeni zake za kuleta maridhiano, japo hatua zake ziliwakera wanasiasa kutoka eneo la kaskazini la Tigray waliokuwa wametawala serikali kwa miongo miwili. Lakini sasa wataalamu wa usalama wanaonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea vitani. Mauaji na uasi unaoendelea katika maeneo ya Amhara na Oromia havionyeshi dalili za kupungua. Siku ya uchaguzi, vituo 143 vya kupiga kura vilishindwa kufunguliwa katika maeneo hayo yenye watu wengi zaidi kutokana na hofu ya usalama iliyosababishwa na makundi ya wanamgambo wanaopambana na serikali. Wanamgambo wa FAN huko Amhara na kundi lililopigwa marufuku la Oromo Liberation Army OLA huko Oromia wamekataa matokeo ya uchaguzi huo. Hali ni tete vilevile katika eneo la Tigray ambalo bado linajiimarisha baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2022.
Taarifa yake Isabela Mwagodi. Idadi waliofariki nchini DRC kutokana na virusi vya Ebola inapindukia 200. BBC imeangazia namna ugonjwa huo unavyolazimisha makanisa kubadili mienendo yao kwenye shughuli za maziko, suala la kuwekea mikono waumini kama ishara baraka pamoja na kushiriki divai. Mwandishi wa BBC Ansoy amezungumza na Padre Girunai, paroko msaidizi katika kanisa kuu la Mama Yetu wa Neema huko Bunia, ambalo lipo katikati mwa eneo la kitovu cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Watu wengi ni kilio hapa na pale, watu wanalia sana, ni kila siku watu wanafariki. Kila siku, sio mtu mmoja, lakini utasikia watu watatu ni kila siku. So ile ugonjwa inawagusa watu sana, na wengi kweli wanateseka, sio tu psychologically but hata ina affect jamii nzima, na wote popote watu wanaongea tu kuhusu ile ugonjwa. Kuna wale saa zingine hawataki kuipokea mara hapo, lakini wanapoona idadi ya watu wanaofariki siku kwa siku, wengi wanaitika. Na hasa walipoona waganga nao pia wanafariki wengi, sio na watuma watu, kumbe ni kweli sherti kujikinga. Na hapa kanisani tumeona waumini ni wengi wamekuja, misa iko mara kadhaa. Pengine mmechukua hatua zipi kuhakikisha watu hawaambukizwi na maradhi hayo? Kunakuwa hatua mengi sana kwa kuwasaidia watu kuepuka kujiambukiza na ile ugonjwa. Ya kwanza ilikuwa kusimamisha sakramenti fulani. Kwanza ubatizo. Hakuna ubatizo kwa ile wakati, bado Ebola yangali inawaua watu, na tena sakramenta ya upadirisho nao pia ilisimamishwa. Sakramenta ya upako wa wagonjwa nao pia ilisimamishwa. Na tena kwa ibada mbalimbali kulikuwa hatua fulani viongozi walichukua. Ya kwanza ni kuosha na kunawa mikono. Kila mara unapohudhuria ibada lazima uoshe mikono. Hautaingia kanisani ama kwa mahali ya ibada bila kujiosha. Na ndani ile maji kuna